Kwa majina naitwa Ernest Mafimbo Ndamo, diwani mteule kata ya Tungi, lakini pia mstahiki meya wa manispaa ya Kigamboni. Wana Kigamboni pamoja na waandishi wa habari, sisi upande wa Kigamboni tuna matumaini makubwa ya kila ambacho mama anaendelea nacho. Niwaambieni tu wana Kigamboni na Watanzania, kama kuna wilaya ambayo imepata upendeleo mkubwa ni pamoja na wilaya ya Kigamboni. Hakuna mahala ambapo wilaya kata zake zote zina kituo cha afya nchi nzima huwezi kupata, lakini Kigamboni kata zote tunavyoongea sasa hivi kuna vituo vya afya vinavyoendelea, na vingine kama alivyosema mwenezi ni vituo vya afya vinavyojengwa kwa staili ya gorofa kwa sababu ya kutunza matumizi ya ardhi. Kwa hiyo tuna uhakika kuwa wana Kigamboni watapata huduma ya afya kwa kiwango cha hali ya juu. Lakini pia Kigamboni imepata upendeleo mkubwa wa upande wa sekta ya elimu. Hakuna mahala ambapo shule zimepungua kwenye upande wa Kigamboni. Sana sana kwa vile kuna kuzaliana, tunaendelea kuongeza madarasa. Lakini kubwa zaidi, miaka iliyopita yote Kigamboni haikuwahi kuwa na mradi wa DMDP, mradi wa barabara za Benki ya Dunia. Kwa mwaka huu wa fedha hivi tunavyoongea na nyinyi, kata zote 7 ziko kwenye mradi huu, wakandarasi wako site na wanaendelea na kazi. Lakini bado tuna ahadi kubwa ya mifereji. Kigamboni kama mnavyojua ni sehemu ambayo kijiografia kunajaa maji ya kwenda baharini. Kuna uchambuzi unaoendelea na ndani ya miezi miwili utaisha. Mifereji mliokuwa mnaoni inasumbua Magogoni, mifereji inayosumbua bwawa la Boko, yote inakwenda kuwa historia baada ya mwaka 25-26 inabaki kuwa historia. Kwa sisi hatuna haja ya kuzungumza mengi kuhusu mama. Sana sana na tudai yeye tumtimizie tarehe ngapi? Tarehe 29. 29 Kigamboni oye! Tunawashukuru wana Kigamboni. Kayanda, mwenyekiti wa maafisa usafirishaji wilaya ya Kigamboni CMPD. Leo hii tuko kwenye viwanja hivi kutokea Kigamboni, ambapo leo hii ni siku maalumu na mahususi kwa maafisa usafirishaji kuweza kumsapoti Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kipindi hichi cha maandalizi ya uchaguzi mkuu. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Rais kwa maafisa usafirishaji wilaya ya Kigamboni, sisi binafsi kwa upande wa maafisa usafirishaji hatuna deni naye. Yeye anatudai siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 kwenda kupiga kula, kwa sababu ameshatufanyia mambo makubwa. Jambo la kwanza, aliduheshimisha kuitwa maafisa usafirishaji abiria, na mpaka sasa hivi tuna 75% kwa abiria. Swala kulita tena boda halipo. Sasa hivi tunaitwa maafisa usafirishaji abiria. Hata tukifika halmashauri ya manispaa ya wilaya ya Kigamboni, wote wanatuita maafisa usafirishaji abiria. Kwa ni jukumu ambalo ni kubwa sana, ambalo sisi kama maafisa usafirishaji Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan tunapongeza sana. Jambo la pili, kwa upande wa Kigamboni bajaji ilikuwa ni shilingi 1500 ambao ilikuwa ni kivuko pale darajani. Ilikuwa ni shilingi 1500 na bodaboda ilikuwa ni shilingi 600. Lakini kwa sasa hivi kwa juhudi za Daktari Samia Suluhu Hassan na kutambua maafisa usafirishaji ni watu muhimu na ni watu wakubwa sana katika usafirishaji wao, akaona ni vyema atusikilize kilio chetu, katupunguzia. Sasa hivi tunapita kwa shilingi 500 kwa bajaji na bodaboda tunapita kwa shilingi 300. Ni jambo ambalo ni kubwa sana kwa sisi maafisa usafirishaji ambao tuliweza kulifikiria. Na sambamba na hilo, tumepeleka kilio tena kwa maafisa usafirishaji wa abiria upande wa bodaboda na bajaji. Kaondoa tena swala la TRA ya kulipa kwa mwaka sasa hivi hakuna. Ukishanunua chombo chako unalipia moja kwa moja. Hilo kwetu ni ahueni moja kubwa sana. Umeona? Kwa hivyo vitu vyote ambavyo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anatambua kwamba nguvu kazi ya taifa iko kwa vijana, na vijana ndo sisi, na sisi ndo wapiganaji. Kwa hiyo tunamhakikishia Mheshimiwa Rais, sisi mitano tena kwake tunamuongeza pasipo mashaka. Tunatiki.
Kwa hiyo tunamwomba Mheshimiwa Rais, maafisa usafirishaji wilaya Kigamboni, tuko hapa kwa niaba ya kusikiliza sera na nini kinachokuja kufuata hapo baadaye, na tuko makini kusikiliza na tupokee na tusubirie Mheshimiwa Rais atakuwa ameapishwa kuwa tena rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atatuletea mambo mengi tena mazuri. Nadhani mengi viongozi wenzangu wamezungumza wengi sana, kwa hiyo sina budi ya kuzungumza mengi sana, na niwashukuru sana maafisa usafirishaji. Namshukuru sana pia Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kuendelea kutusapoti sana kubwa na kutambua wazi kwamba maafisa usafirishaji vijana chipukizi wenye nguvu na afya njema wapo wilaya Kigamboni, na tunamtegemea sana, na kwa sasa usalama upo wa kutosha katika wilaya yetu ya Kigamboni. Asanteni sana maafisa usafirishaji, asanteni sana waandishi wa habari, tuko pamoja na nyinyi. Naitwa Kurwa Zabdoni, afisa usafirishaji wilaya ya Kigamboni, kata ya Kibada. Nawakilisha wanachama wenzangu au afisa usafirishaji kata ya Kibada, wilaya ya Kigamboni. Nampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Hassan Suluhu. Ametusaidia kama sisi maafisa usafirishaji upande wa leseni, na upande wa leseni ulikuwa kwenda kulinyu leseni walikuwa wanakuambia shilingi 150,000, lakini saizi ni shilingi 40,000. Unaona? Kwa hiyo tunampongeza kwa hapo. Sambamba na hapo upande wa makosa, umefanya kosa labda umebeba mshikaki, faini yetu mama alishusha. Faini ni shilingi 10,000 kwa kila kosa. Kwa hiyo tunajivunia maafisa usafirishaji wilaya ya Kigamboni, kata ya Kibada. Mimi kama mwanachama naendeleza kuambia wanachama wenzangu, maafisa usafirishaji SMPD Kigamboni, msije mkadanganyika kusema muandamane. Mnapoandamana, anayewaambia muandamane yeye yuko Marekani au yuko Ujerumani. Sisi tuko hapa na familia zetu, tutazipeleka wapi tunapoenda kuandamana? Afisa usafirishaji, wewe ukiambiwa kuandamane, bora kafanya kazi. Achana na masuala ya kuandamana. Vijana wetu wa Kigamboni tunapendana na tunawapenda. Viongozi wetu wameshazungumza, mwenyekiti, katibu, jopo lote imezungumza. Mimi kama mwanachama afisa usafirishaji nahamasisha msiende kuandamana, twendeni tukapige kura mitano tena. Oktoba tunatiki, Oktoba tunatiki. Niwapongeze. Mimi ya kwangu ndio hayo.